Habari za wakati huu mtazamaji wa Kariakoo Media, tupo maeneo ya Chamazi hapa, msikiti ambao umejengwa na mchezaji wa kimataifa wa Yanga, na mzungumzia Faridi Musa. Msikiti ambao tumekuja hapa kuangalia maendeleo yake. Tumebahatika kumkuta hapa na Faridi, atatuambia mwenyewe mambo mawili matatu kuhusiana na alivyoanza kujenga msikiti, kipi kimemsukuma, kwa nini eneo hili hapa. Faridi, habari za muda? Safi kabisa. Unajisikiaje? Najisikia faraja. Tumefanikiwa kufika hapa Kariakoo Media. Tunaomba kidogo utuelezee historia ulivyoanza kujenga msikiti, kutafuta eneo. Tumepata taarifa kwamba ulitafuta eneo ukasema ngoja nisogeze huduma ya Mungu katika eneo hili hapa. Ilikuwaje? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote, kwa sababu haikuwa kazi rahisi. Nakumbuka 2021 nadhani nilinunua ile eneo, lakini nilinunua kwa ajili ya kujenga apartment, mambo yangu tu. Lakini ndani ya mwezi mmoja baada ya kununua ile eneo, kabla sijaamua kufanya chochote, na kwa sababu hili nilofanya lilikuwa ni kama ni kitu ambacho napenda, ni kama dream yangu. Nilikuwa kila nikifanya jambo au nikipata pesa, maybe labda nikitumia kufanyia kitu kingine, nafsi inanisuta, mbona ulikuwa unataka kufanya hivi lakini mbona hujafanya hichi? Kwa hiyo kuna siku tu nimekaa kama Mungu tu bana, nikasema kwa nini sifanye kitu ambacho nilikiwekea ahadi na ni kama dream yangu. Nikafuata ushauri kwa mama, kwa karibu na mama. Nikamuuliza mama, nikamwambia bana mama, kuna sehemu bana nimechukua na alikuwa anajua. Ile sehemu niliyochukua, kwa nini sifanye jambo fulani? Mama akasema kama ni unataka kufanya jambo hilo ni jambo zuri. Kwa hiyo mama alivyo bless, sikutaka kumwambia tena mtu mwingine, kwa sababu unajua sisi vijana ni ngumu, sisi tumetawaliwa na starehe, na mimi sikutaka kufanya hili jambo kila mtu ajue. Lakini si unajua ukishafanya kitu kikionekana, watu wakiwa wanaona hapo, kila mtu mtu fulani hivi na hivi. Kwa hiyo nilikachukua jukumu la kusema kwa nini sifanye kitu ambacho mimi nilikuwa ni dream yangu, kwa sababu mimi kama Muislamu, na sehemu niliyopo kulikuwa kuna mtakuta msikiti mmoja hapa, mwingine labda mbali, na yani uko mbali. Kwa nini nikasema ile eneo japokuwa liko barabarani, kwa nini sifanye kitu ambacho ni dream yangu? Siku tu kama masiara tu nikamwambia mdogo wangu, nikamwambia naomba nitafutie fundi. Akanitafutia fundi wa ujenzi. Nikamwambia bana, hapa mimi kipindi kile ndo tunaenda kimataifa sana. Nikamwambia bana, mimi nataka nifanye kitu fulani hapa, lakini iwe siri. Lakini unajua ukifanya kitu haiwezi kuwa siri kama nilivyokuambia, lazima watu watakuja kujua. Na mimi nashangaa imekuja kujulikana nilifanya hilo jambo baada ya mimi kuposti video nasoma Qur'ani, kwa sababu mimi challenge nyingi mimi siwezi kufanya challenge za mwanzo. Nilikuwa nafanya kweli challenge za muziki, lakini ni hobby yangu tu, yani ninapenda tu. Kwa nini sio nafanya challenge za Qur'ani, kusoma Qur'ani, kufanyaje? Kwa sababu unajua media vitu vinaishi hivi. Unaweza ukafanya kitu kidogo tu, lakini wewe unaona kidogo, lakini mbeleni ukikaa kikubwa na kiko gharimu. Basi nikaita mafundi, nikamwambia mimi nataka kufanya 1 2 3. Wakasema sawa. Lakini baadhi ya wengine wakawa wanasema kwa nini huyu asingefanya hichi? Unajua sisi vijana tumetawaliwa na starehe. Na hiyo sio issue, kwa sababu unaweza nikaa na nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Nitakapoondoka, kwa sababu hatuwezi kuishi milele kwa imani yangu naamini, na iko hivyo. Hawatanufaa. Nitakapoondoka nataka na nyumba 5 4 6. Itakuwa imekatika mimi, lakini watakaonufaika labda familia yangu, watoto wangu, pengine tena wamekufa wengine wakapigana kuhusiana na hiyo mali ambayo mimi ndo nimetafuta. Lakini endapo nikasema nikitengeneza kitu ambacho hata mimi nikiondoka, maybe labda ni hospitali,
msikiti kama hivi, madrasa kama watoto wanasoma bure, ni kitu ambacho kinaishi milele. Kwa imani yangu naona tu kabisa hata mtu kama sasa hivi ukipita hapa kila mtu msikiti wa Farid Musa, kwa hiyo kimekuwa kama kituo kwamba bana nishushe kwa msikiti wa Farid Musa, inakuwa proud na watu wanafanya ibada. Mimi ni na proud siku moja kwamba kwa sababu msikiti wangu huu msikiti haujaanza kuswaliwa siku za sala za Ijumaa, lakini watu wanasali ibada nyingine kama kawaida, kama ulivyoona watu wamekuja hapa wameswali wameondoka. Lakini mimi ni dream yangu siku moja nimekaa msikitini nione watu wamejaa kama vile ninapoenda msikiti mingine Ijumaa, Idi, mwezi wa Ramadhani. Linakuwa na furaha tu kwa sababu unaona kwamba lile lengo la kufanya watu wajue wawe karibu na Mola wao, kwa sababu mimi kazi yangu mnajua. Yaani vijana sisi tuna mambo mengi. Wewe una mambo mengi, mimi nina mambo mengi. Kwa hiyo umri haijalishi kwamba bana mpaka ufike miaka fulani ndio unatakiwa ufanye kitu fulani. Kwa sababu hata swali utakalokuja kuulizwa kwa imani yangu huko mbeleni kwamba ujana wako ulitumia vipi. Kwa hiyo nikaona hii ni kama njia pekee ya kuwasogeza, hata kwa sababu mtaani kwangu hapa Chamazi kuna watoto wengi, na mtoto unajua mtoto kimpa elimu akiwa mdogo inamsaidia. Uwezo kumfunza mtu akishafika labda la form 4 au akiingia sekondari haezi, itakuwa ngumu, naye atakuwa na mambo mengi. Kwa hiyo mtoto akianza akiwa mdogo akijifunza, akiwa anajua dini yake, ile ni amali ambayo inaendelea kwamba bana mtoto anamjua Mola wake, lakini kupitia nani? Kwamba kidogo ambacho anafunza, kwa sababu hapa madrasa watoto wanasoma bure. Yaani vitabu kila kitu. Pengine sometimes labda wanaenda kwenye maulidi, usafiri, vitu vingi nakuwa kama nina uwezo navyo na vikava, kwa sababu najua kwenye familia yetu kuna wazazi ukiwaambia tu mtoto madrasa labda ni 500 au 1000 labda hata kwa mwezi, wengine atakwambia sina, wengine ataona unajua shule ya kidunia na shule ya akhera vitu vile tofauti. Wazazi wanakuwa wazito huku kwenye dini, lakini kwenye mambo ya kidunia wanakuwa wepesi. Lakini utakapomwambia mtu free charge lakini ukamhamasisha, msikiti ulianza kidogo, lakini sasa hivi umeona watoto, yani ukiangalia msikiti hata watoto sometimes wengine wanakuwa wengi hawatoshi. Hilo ndo kitu ambacho mimi najisikia faraja. Kingine mimi sikupenda yani yajulikane, lakini sasa ndo kama nishajulikana, nimeshatengeneza status yangu huko nyuma, na ni mchezaji ambaye nacheza katika klabu kubwa. Ukifanya vitu kama hivi ni kawaida, kwa sababu mimi niliposti video nasoma Qur'ani kama vile nilivyokuambia challenge napenda, nimeposti kwamba nawasaidia mafundi kwamba hivi. Kwa hiyo kwa watu wakawa maswali yakawa mengi, umejenga msikiti. Kwa hiyo mtu hawezi kumdanganya kwamba hapana, kwa sababu kila mtu anajua. Mimi simu zikawa nyingi, mdogo wangu hongera, waandishi kibao sasa ndo akaanza kwamba bana hivi na hivi, lakini sikutaka kufanya hili jambo kila mtu akaona kwamba ni unajua ukifanya kitu kwa ajili ya watu kwamba proud bana watu waone kwamba umefanya hivi, inakuwa sio vizuri. Lakini pia ni sababu hata watu wa zamani waliokuwa wanatoa nusu ya mali yao tusingejua, wasingetuhamasisha sisi kwamba walikuwa wanatoa nusu ya mali yao kwa sababu ya dini, kama tusingeambiwa au tusingeona, kama isingeonekana. Kuna maswahaba walikuwa wanatoa nusu ya mali yao, wengine wanatoa mali yao yote kwa sababu ya dini. Kwa hiyo hii pia ni hamasa kwa vijana wenzangu ambao wako kama mimi na wana malengo. Inawezekana sio kwamba mpaka mtu ufike miaka 40, 45, 38, kwa sababu ukitaka kuwa na asset bora ndo kama hivi. Mambo ya dunia uweze ukasema labda mimi sina sehemu ya kukaa alafu niseme nijenge msikiti, hata Mungu atakuwa apende.
lazima kwanza ujiweke maisha yako vizuri, and then umuombe bana Mungu, kwa sababu vitu hivi mpaka unajenga kitu hichi labda Mungu kakuchagua. Uwezi ukakurupuka tu moja kwa moja kwamba mimi nafanya kitu fulani. Unajua kuna uzito fulani, yani kuanza from zero, tuseme ba mimi napata pesa yangu unapata nifanye 1 2 3 ni vigumu. Kwa yote yani namshukuru Mungu kwa sababu ni kama dream. Alafu unajua mtu utakapoki dream yako ikiwa imekamilika, kuna faraja unasikia. Ndio maana hata mmekuja hapa mmekuta bado mafundo yanaendelea na ujenzi, kuna vitu vingine yanaendelea kuviweka. Nashukuru Mungu pia kuna support, kuna watu wakipita hapa wakiona ndugu yangu hongera, kuna 1 2 3. Kuna watu wamepita hapa wawili si wafahamu, lakini wameona tu ile appreciate, wengine wamekuja kutoa sadaka yao. Na mimi sadaka ya pesa hata sipokee. Mimi ukitaka bana kutoa chochote, wewe tu bana utanunua kile kitu ambacho bana mimi nataka ninunue feni, inshallah. Bana nataka kufanya hivi, inshallah. Unajua sadaka mtu mtu halazimishwi kutoa sadaka, ni mwenyewe nafsi yake kwamba bana nimeridhia kutoa kitu fulani. Kwa hiyo ni hivyo tu bana, mimi sikupenda kuwa hivyo, sikupenda ni mambo yawe hivi, lakini ishakuwa kikubwa hivyo. Kwa hiyo kikubwa tu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kama kuna mtu ambaye atapendezwa kufanya hivyo yani afanye, kwa sababu ni dini yake, ni dini yake, yani kwamba bana utafanya mambo mengi, lakini at the end of time binadamu tuna muda wa kukaa hapa duniani. Yani mtu haizi kukata ukizeeka hata ukifanyaje. Ndo kuna ile moja kwamba unaweza kukaa sana duniani, kwa imani yangu kwamba hata ukipewa miaka 1000, lakini usiku mmoja kaburini unaweza ukiulizwa umekaa miaka mingapi duniani, unaweza kusema nimekaa kama kwa siku moja au hata nusu siku. Yaani unaweza kusahau mambo yote ambayo uliyafanya. Kwa hiyo hii bana ni hamasa kwa vijana ambao kama kila mtu jua ana dream yake, mwingine ana dream ya kufanya kitu fulani, ni kumwomba pia Mungu, kwa sababu inakuwa sio jambo dogo, ni jambo ambalo ni wewe mwenyewe ukiamua kujitolea. Niwashukuru bana ndugu watangazaji, japo mmenishtukiza. Faridi, watu wanajiuliza au tunauliza why Masjid Aisha? Masjid Aisha, unakumbuka mwanzo nilivyokuambia? Nilienda kumwambia mama kuna 1 2 3. Na mzazi jina la Aisha ni jina la mamangu mzazi. Kwa hiyo mimi naonaga, naamini kwamba pepo ipo miguu chini ya nyayo za wazazi wetu, na kuwafanyia wazazi ihsani. Kwa hiyo nimeona kitu kikubwa kama hichi, bora nimpe jina mama, kwamba proud kuwa mtoto wangu kanifanyia kitu 1 2 3, kitu ambacho hata sijui nikwambiaje. Yani ni kitu ambacho nimeona chenye thamani kwangu ni msikiti. Kwa hiyo mama pia ana thamani sawa na jengo ambalo unajua hata ukitaka kumfanyia wema mzazi wako, hata umpe mamilioni ya pesa, uwezi kumlipa kwa yale ya kufanyia tokea mdogo, unajisaidia, ujitambui, sometimes ana halali kwa sababu yako. Kwa hiyo nikaona nimpe kitu kama hichi msikiti, niuite jina lake, huenda labda na siwezi kufikia fadhila ambazo alizofanya, huenda naye akawa anafarijika kuona kwamba mwanangu kafanya kitu fulani, na pia jina la kitu alichokifanya ni kwa sababu ya kwangu. Kwa hiyo Masjid Aisha ni jina la mamangu mzazi. Na vile vile pia unajua unapofanya kitu ni nia. Utakuta na kunafanya nia. Mimi mzazi wangu ameshatangulia mbele zake, wa kiume na baba. Kwa hiyo pia kila kitu ni nia, kwa sababu yeye yupo pia na imani. Hata watu wakiwa wanakuja kusali hapa msikiti, akapozidi kukaa hapa, pia ni moja ya vitu ambavyo huko alipo itakuwa ni proud, kwa sababu binadamu atakapokatika matendo yake yote yanaisha, ila kwa mambo matatu, na hii itakuwa ni moja mzazi kujivunia mwanae. Kwa hiyo hii itakuwa tu ni moja ya sadaka pia huko alipo. Kwa hiyo ukijiuliza Masjid Aisha ni nini, jina la mzazi wangu. Faridi, tumejaribu kuzunguka nyuma, tumeona
mafundi wanaendelea na ujenzi. Hayo ni mambo yangu mwenyewe, yani hayo mambo yangu mwenyewe. Siwezi kuambia huko nyuma nafanya nini na wewe msikiti. Kwa hiyo umeona kama ule ni ujenzi unaendelea, ni moja ya miradi ya msikitini. Kwa hiyo usiwe na kuambia wachezaji wenzako ambao wako na imani kama yako na wachezaji wenye imani nyingine tofauti, vijana hasa. Mimi naamini hakuna cha kuwaambia kwa sababu si kila kitu kinaonekana. Kila mtu ana malengo yake na kila mtu unajua unafanya kitu watu wanajifunza kutoka kwako. Mimi nakumbuka nilivonunua amini kiwanja kama miaka 2 mbele, nikasikia mbwana amejenga msikiti. Nilifurahi kwa sababu unajua vijana kwa umri wetu kufanya kitu kama kile iliniongeza, ilinisukuma kwamba kumbe inawezekana. Japo usipati kikubwa vile, lakini kumbe kinawezekana kwamba nikipata 100, 50 nikiweka huko, 50 nikitumia, maisha yanaenda. Kwa hiyo pia mimi niliposikia vile nilifurahi sana. Nikasema kumbe ninaweza kufanya kitu fulani. Kwa hiyo naamini pia kuna wengine ambao wameona hivi, nao wataona kwa nini na mimi nisifanye hivi jambo kama hili hapo. Japo inakuwa ni ngumu, imani ya mtu. Ndio maana nasema kila kitu ni imani. Umeshanielewa? Mimi nikushukuru Farid. Asante sana.